Historia ya maisha ya baba yetu Alfred Gervas Kasitesha. Historia hii imeandikwa na yeye mwenyewe mzee wetu Alfred Kasitesha kwa mkono wake tangu tarehe 17 Aprili 2018, na alikuwa akiiboresha, na maboresho ya mwisho aliyafanya tarehe 20 Mei 2022. Moja, kuzaliwa. Alizaliwa tarehe 28 Oktoba 1942. Baba Gervas Laurent Kinawitesha na mama Victoria Korkodio Mkangereza Masaba. Ubatizo tarehe 26 Novemba 1942, parokia ya Uru. Komunyo tarehe 6 Disemba 1953 katika parokia ya Uru. Kipaimara tarehe 19 Septemba 1954, parokia ya Uru. Ndoa tarehe 30 Julai 1983, parokia ya Shimbwe. Elimu kati ya mwaka 1954 hadi 1956 alisoma shule ya msingi Shimbwe Juu. Kati ya mwaka 1950 hadi 1958 shule ya msingi Uru. Mwaka 1959 seminari ya Mtakatifu Yakobo Kilema. Kati ya mwaka 1960 hadi 1960 Makupa huko. Kati ya mwaka 1960 hadi 1962 shule ya msingi Makupa huko Mombasa, Kenya. Mwaka 1978 hadi 1979 mafunzo ya elimu ya watu wazima kwa ajili ya kufanya mtihani wa kujiunga na chuo kikuu cha Dar es Salaam, Mature Age Entry Examination, na kufaulu. Mwaka 1970 hadi 1972 masomo ya British Council Mombasa ya kufanya mtihani wa kidato cha 4 kama mtahiniwa wa kujitegemea, private candidate. Mwaka 1973 mtihani wa kidato cha 4 na kufaulu na kuchaguliwa kujiunga na chuo kikuu cha Dar es Salaam. Na hapa anasema hapa sikujiunga kwa kuwa baba mzazi alikuwa mgonjwa. Namba 8, mafunzo 1964 mafunzo ya walimu chuo cha Burauko Taita au Tara. Mwaka 1967 mafunzo ya uongozi chuo cha walimu Gauzu Mombasa, Kenya. Mwaka mathematics huko Nyali Mombasa, Kenya. Mwaka 1969 mafunzo ya ufundishaji wa mpira wa miguu huko Mombasa, coach. Mwaka 1978 mafunzo ya skills za ufundishaji Mwaka 1984
mafunzo ya itikadi chuo cha CCM Lushoto Tanga. 87 mafunzo ya mgambo Shimbwe. 9 kazi. Mwaka 1900 kufundisha shule ya msingi Fahari Mombasa, Kenya. Mwaka 1973 kufundisha shule ya msingi Kongowea, Mombasa, Kenya. Mwaka 1974 kufundisha shule ya msingi Fahari. Mwaka 1974 kufundisha shule ya msingi Holili Rombo, Kilimanjaro. Mwaka 1978 hadi mwaka 1982 kufundisha shule ya msingi Mokala, Rombo, Kilimanjaro. Mwaka 1984 kufundisha shule ya msingi Shingwe Juu, Moshi, Kilimanjaro. 1984 mratibu wa elimu kata ya Urushingwe hadi kustaafu. 6 hadi mwaka 1972 mwalimu mkuu msaidizi Fahari Mombasa, Kenya. Mwaka 1973 debut headmaster shule ya msingi Kongowea, Mombasa, Kenya. Mwaka 1974 debut headmaster shule ya msingi Fahari Mombasa, Kenya. Mwaka 1975 hadi mwaka 1977 mwalimu mkuu shule ya msingi Holili Rombo. Mwaka 1978 hadi mwaka 1982 mwalimu mkuu shule ya msingi Mokala, Rombo. Mwaka 1982 hadi Julai 1984 mwalimu mkuu shule ya msingi Shingwe Juu, Moshi vijijini. Mwaka 1984 Julai hadi tarehe 30 mwezi Novemba 1997 mratibu elimu kata Urushingwe. Mwenyekiti wa kamati ya mila na desturi Urushingwe kuanzia mwaka 1988 hadi 1997. Alikuwa mwenyekiti wa parokia ya Urushingwe kwa vipindi viwili tofauti kuanzia mwaka 1992 hadi mwaka 2000, na akaja akawa tena mwenyekiti wa parokia kuanzia mwaka 2013 hadi mwaka huu 2025. Mjumbe wa bodi Shimbwe na Kishumundu sekondari kwa vipindi tofauti tofauti. Mwenyekiti wa ukoo wa Tesha kwa vipindi tofauti tofauti. Mjumbe wa bodi ya chama cha ushirika cha Urushingwe kwa nyakati tofauti tofauti. Mjumbe wa halmashauri ya kijiji cha Shingwe Juu kwa nyakati tofauti. Katibu kamati ya anzilishi ya Shingwe sekondari. Diwani kata ya Urushingwe kuanzia mwaka 2005 hadi mwaka 2015.
Shughuli za Chama cha Mapinduzi CCM. Kuingia CCM tarehe 5 Februari mwaka 1977. Mjumbe wa kamati ya siasa tawi na kata Holili Rombo. Mjumbe wa kamati ya siasa ya tawi na kata Shimbwe. Mjumbe wa kamati ya siasa wilaya ya Moshi vijijini. Mjumbe wa halmashauri kuu tawi kata na wilaya. Mjumbe mkutano mkuu tawi kata wilaya na mkoa wa Kilimanjaro. Mjumbe wa baraza la wazazi wilaya ya Moshi vijijini. Mjumbe kamati ya utekelezaji. Mjumbe kamati ya utekelezaji wazazi wilaya ya Moshi vijijini. Kada wa Chama cha Mapinduzi. Mwenyekiti wa CCM kata ya Uhuru Shimbwe kuanzia mwaka 2017 hadi sasa. Shughuli za kijamii. Katibu mwanzilishi shule ya sekondari Shimbwe. Kuwezesha ujenzi wa kituo cha afya Shimbwe. Kuwezesha ujenzi wa mabweni ya wasichana Shimbwe sekondari. Kuwezesha ujenzi wa mabwawa ya umwagiliaji ya Watesha, Tesheni, Shimbwe juu na Kireio. Kuwezesha ujenzi wa intake ya Kinyasha. Kuwezesha kuanzisha vikundi vya ufugaji wa kuku, nguruwe na mbuzi wa maziwa katika kijiji cha Shimbwe juu. Kuwezesha ujenzi wa chumba cha kuhifadhia maiti kituo cha afya Shimbwe. Kuwezesha ununuzi wa jokofu la kuhifadhia maiti katika kituo cha afya Shimbwe. Kushauri na kuhimiza ununuzi wa gari la kubebea wagonjwa katika kituo cha afya Shimbwe. Kuboresha miundombinu hasa barabara za Mandela na Mamboleo hadi Shimbwe. Kuwezesha huduma za mpango wa kupunguza kaya maskini TASAF. Kushauri na kuboresha miundombinu katika parokia ya Shimbwe. Kubuni mikakati ya ujenzi wa kituo cha sala cha Mtakatifu Yosefu Sambaluni. Kuboresha maeneo mbalimbali ya kata ya Shimbwe kufikiwa na huduma ya umeme. Kusaidiana na bodi ya chama cha msingi Shimbwe kununua haisi na viwanja kwa ajili ya taasisi na kadhalika. Kusaidia makundi mbalimbali kama vile waathirika wa virusi vya ukimwi, wagonjwa, wazee, walemavu, watoto, wajane na kadhalika kuweza kujipatia huduma mbalimbali. Semina, mikutano na kongamano. Mwaka 1968 kuhudhuria warsha ya uandishi wa vitabu Intake Mathematics Mombasa, Kenya. Mwaka 1972 kuhudhuria mkutano mkuu wa walimu duniani Nairobi, Kenya. Mwaka 2000 kuhudhuria kongamano la kitaifa la mila na desturi AICC Arusha. Mwaka 2014 kuhudhuria warsha ya urithi wa asili wa dunia
Ubungo Plaza jijini Dar es Salaam. Ugonjwa Mawenzi, mzee alikwenda Agosti 2019. KCMC alikwenda Novemba 2019. Tarehe 24 mwezi wa 3 2022 alifanyiwa operesheni ya tezi dume, na hapa ndiyo uandishi wa baba unapoishia. Kuumwa. Mzee alianza kujisikia kuumwa tangu Novemba mwaka 2024, ambapo alikuwa anasumbuliwa na maumivu ya tumbo. Alipata matibabu katika hospitali mbalimbali kama vile St. Elmo Polyclinic Hospital ya Rugambwa jijini Dar es Salaam, hospitali ya Kilimanjaro, kituo cha afya Urushingwe na hospitali ya rufaa ya mkoa ya Mawenzi. Katika hospitali hizi alionekana kuwa na vidonda vya tumbo pamoja na gesi tumboni. Hata hivyo, baada ya uchunguzi wa kina katika hospitali ya rufaa ya kanda ya KCMC, iligundulika kuwa ana uvimbe mkubwa kwenye utumbo wa chakula. Baada ya uchunguzi, uvimbe huo ulibainika kuwa ni kansa ya utumbo wa chakula. Hivyo aliendelea na matibabu katika hospitali ya KCMC hadi umauti ulipomkuta siku ya Jumamosi ya tarehe 24 Mei 2025 majira ya saa 4 asubuhi. Tangu mwezi Novemba 2024 baba yetu amekuwa akisisitiza kuwa hatafika mwezi wa 6 mwaka huu na kuanza kutoa nasaha na vitu mbalimbali vya kufanya. Hivyo umauti huu umemkuta akiwa alishatabiri mwenyewe. Amewaambia wengi ujumbe huu. Familia na watoto. Hadi umauti wake baba yetu ameacha mjane mmoja, waliopo hai ni watoto 9, ambapo wa kiume ni 5 na wa kike ni 4. Ameacha wajukuu 16. Tunamshukuru baba paroko wa parokia yetu ya Urushingwe na mapadri wote na mafrateri ambao walimhudumia wakati wa ugonjwa. Tunawashukuru wanajumuiya ya Mtakatifu Patrick wa parokia ya Karanga kwa kuhakikisha. Tunawashukuru watoto wote wa baba yetu kwa kumuunguza kipindi chote akiwa naumwa. Kwa namna ya kipekee tunamshukuru dada yetu na kaka yetu Joyce Alfred Kastesha na Aristide Aponari Tesha kwao kwa kipindi chote cha ugonjwa wake. Pia tunawashukuru Priscus Aponari Tesha na Novatus Aponari Tesha kwa kumuuguza mzee wakati wa dakika za mwisho za maisha yake, pamoja na ndugu, jamaa na marafiki waliotukubilia katika kipindi chote cha kumuuguza baba yetu.
Pia tunawashukuru wote mlioko hapa ambao tumeungana pamoja kumsikiliza baba yetu. Mwisho, baba yetu alikuwa mtu wa watu. Baba yetu alikuwa mlezi, alikuwa mwalimu, alikuwa rafiki kwa kila mtu. Baba yetu alikuwa mtu wa sala hadi dakika zake za mwisho. Wakati wa kumuguza, hata dakika ya mwisho tulisali naye pamoja, na kumwa kwake na kufifia kwa sauti yake. Sauti yake iliimarika sana wakati wa sala na kusisitiza umuhimu wa sala na upendo kwa wanafamilia na jamii kwa ujumla. Sisi bado tulikuwa tunahitaji busara zake, uongozi wake katika familia, kwa kuwa yeye aliyetuumba ndiye aliyemwita. Tumshukuru yeye aliyefanya haya. Bwana ametoa, Bwana ametoa, na jina la Bwana lihimidiwe. Roho ya marehemu baba yetu ipate rehema kwa Mungu, ipumzike kwa amani. Tumsifu Yesu Kristo.